Waziri wa Nchi, Afisi ya Makamo wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Mhandisi Hamad Masauni amempongeza mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio makubwa aliyopata katika kipindi chake cha uongozi, ikiwemo kuimarisha muungano na kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Akizungumza katika mkutano wa hadhara wa CCM uliofanyika uwanja Mnazi Mmoja Zanzibar, Masauni amesema Dr. Samia ameandika historia kwa kufanikisha kuondoa changamoto 22 kati ya changamoto 25 za muungano, hatua ambayo amesema imeleta uwiano na mshikamano mkubwa zaidi katika pande zote mbili za muungano. Ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com hapa Zanzibar. Mimi ni Tizday. Nianze kutoa ushuhuda kwako Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Kwajuni na kwa niaba yangu mimi binafsi, naomba nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa imani kubwa ambayo umetupatia ya kuniamini katika serikali yako katika kipindi chote toka umekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye nafasi mbalimbali. Nikianzia kwenye Wizara ya Fedha kama naibu waziri, nikija Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kama waziri kamili, na sasa kwenye Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Mheshimiwa mgombea, naomba nianze jambo moja kubwa na la msingi sana ambalo ni ushuhuda wangu wa kazi kubwa ambayo amefanya Mheshimiwa Rais katika uongozi wako. Jambo kubwa ambalo amelifanya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na amani na yenye usalama. Mheshimiwa mgombea, ni dhahiri kabisa kwamba amani ya nchi yetu huwezi kuitenganisha na umoja na mshikamano wa taifa hili. Lakini umoja huo msingi wake ni muungano wetu. Na maneno haya si maneno yangu, ni maneno ya baba wa taifa kupitia hotuba yake aliyotoa kipindi cha nyuma ya nyufa za taifa. Baba wa taifa aliwahi kutuonya na akatueleza kwamba ikifika pahala Watanzania tukianza kubagawana na kugawanyika, iwe kwa misingi ya hawa ni Watanganyika ama hawa ni Wazanzibari, hatutaishia hapo. Tutaendelea kusema hawa ni Waunguja, hawa ni Wapemba, hawa ni Wasukuma, hawa ni Wachaga, hawa ni weupe, hawa ni weusi, hawa ni Waislamu, hawa ni Wakristo, na mgawanyiko wengine wa aina mbalimbali. Mheshimiwa mgombea, nataka leo nisimame hapa mbele yako niwahakikishie wananchi kama katika kipindi ambacho muungano wetu umekuwa imara ni katika kipindi cha uongozi wako. Na ushuhuda wa hayo, mtafahamu kwamba nchi nyingi duniani ambazo aidha muungano wao walijaribu kuungana lakini hawakufika mbali ni kwa sababu mbalimbali. Moja ya sababu hizo ni pale ambapo inapojitokeza hoja mbalimbali ama changamoto katika miungano yao hawachukui hatua. Mheshimiwa mgombea, katika uongozi wako tulikuwa tuna changamoto ama hoja za muungano 25. Sasa zimebaki hoja 3. Na katika muda wako wa miaka 4 umeweza kutatua hoja 15 za muungano katika kipindi cha miaka 4 tu. Na sisi wananchi wa Jimbo la Kwajuni tunanufaika. Mfano, ujenzi ukarabati wa hospitali ya Mnazi Mmoja ambao wengi wetu tumezaliwa pale. Ilikuwa ni moja ya changamoto ya mradi huu kusuasua kwa muda mrefu. Lakini Mheshimiwa mgombea, ulivyoingia madarakani umekamilisha sasa mkopo wa Badea na Saudi Fund. Umekamilika na wakati wote ukarabati wa hospitali hii unaweza kuanza. Nani kama Dr. Samia? Mheshimiwa mgombea, jambo la pili ambalo nataka nizungumze kama shuhuda. Jambo moja kubwa ambalo jingine Mheshimiwa mgombea amelifanya ni kusimamia vyema uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa mgombea, utakumbuka kwamba wakati unaingia madarakani uliingia wakati nchi yetu ina changamoto nyingi sana. Changamoto kubwa ya kwanza, ulirithi taifa hili tukiwa katika mpito wa changamoto ya uviko. Lakini changamoto nyingine Mheshimiwa mgombea, ulirithi uongozi wa nchi hii wakati kuna miradi mikubwa sana ya kimkakati ambayo ilikuwa inagharimu matrilioni ya fedha, na miradi hiyo ilikuwa iko katika hatua za awali za utekelezaji.
Mheshimiwa mgombea, ulifanya kazi kubwa ya kuifungua nchi yetu. Ulifanya kazi kubwa ya kuimarisha demokrasia na uchumi katika nchi hii na kurejesha heshima ya Tanzania katika jumuiya za kimataifa. Hatimaye katika kipindi cha muda mfupi tukaweza kupata mkopo wa masharti nafuu wa dola bilioni zaidi ya 3 za Kimarekani kupitia Benki ya Dunia na IMF. Sisi wananchi wa mkoa wa Mjini Magharibi ni wanufaika. Hospitali yetu ya Lumumba imejengwa na sehemu ya fedha hizo. Mheshimiwa mgombea, tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgombea, kama kwamba hiyo haitoshi, ilipokuwa Wizara ya Fedha ilipata mshtuko mkubwa ilipoona kwamba miradi ile mikubwa yote inatekelezwa kwa fedha za mikopo yenye masharti makubwa, masharti ya kibiashara, jambo ambalo limefanya kuwa mzigo mkubwa wa madeni uliotokana na serikali ambazo zilizopita kabla yako. Mheshimiwa mgombea, kupitia kazi mkubwa uliyofanya ya kuimarisha demokrasia ya uchumi, tumeweza nchi yetu kupata mikopo ya fedha nafuu, ya masharti nafuu, na hivyo madeni mengi ambayo umeyarithi sasa tunaweza kulipa vizuri. Lakini jambo kubwa kuliko yote, Mheshimiwa mgombea, ni pale ambapo umefanikiwa kuimarisha makusanyo ya kodi katika nchi hii. Ukiangalia takwimu kwa haraka, wakati tunaingia madarakani, TRA ilikuwa inakusanya wastani wa shilingi trilioni 2. Lakini tunazungumzia miaka miwili tu baadaye, kabla hapo hata hujafika mwaka huu, zaidi ya trilioni